Tunashukuru sana mchungaji kwa kuitika wito wetu. Tukaona vema tukuite mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Tukaona mimi na familia yangu turudi kwa Mungu Baba. Oh, haleluya. Mumechagua fungu lililo jema. Na kwa kuwa mumeonelea hili ni sahihi katika maisha yenu, basi nami nitakwenda kumuomba Mungu ili kusudi mbaki mikono salama. Amina mchungaji. Amen. Amina mchungaji. Basi simameni tuombe. Fumba macho yako tuombe sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na dunia, asante kwa ajili ya familia hii ya watumishi wako hawa. Na kwa kuwa Mungu wametambua uwepo wako, na kwa kuwa Mungu umeona ni vema kuendelea kuwepo mikononi mwako, ninakusihi kwa namna ya pekee upiganie katika maisha yao changamoto zote zinazowakabili. Mungu wa mbinguni, nakusihi funika kwa uvuli wako. Asante kwa kuwa umesikia. Asante kwa kuwa utakwenda kutenda. Asante kwa kuwa baraka nyingi zinakwenda kumiminika katika familia hii. Uwatunze na uwalinde katika magonjwa, Yesu waokoe, na katika changamoto Baba ukawasaidie. Asante kwa kuwa utatenda, na yote na yaacha mikononi mwako, ni katika jina la Yesu Kristo wote tuseme amen. 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 Barikiwe sana. Asante. Barikiwe sana. Amina mchungaji. Ndio. Asante sana mchungaji. Mbaki salama. Asante mchungaji. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Amina. Na kwa kuwa mmeamua kumrudia Mungu, basi mdumu katika sala, lakini pia mjifunze neno la Mungu, maandiko matakatifu. Hapo mtakuwa salama salimini. Amina mchungaji. Basi mbarikiwe. Asante. Mimi sasa niwaache nielekee kwa ibada. Karibu sana mchungaji. Basi mbarikiwe sana. Amina. Haya. Kama kawaida yetu ya kutoa kafara kila mwaka, tuna muda mrefu hatujatoa kafara. Kibuyu chetu kimeishiwa damu. Sasa ni zamu ya Jennifer. Mkuu, kama unavyojua sina ndugu yoyote zaidi ya mume wangu. Nitamtoa nani sasa? Katika mambo mawili, chagua moja kati ya kichanga chako cha baba tumboni au mume wako. Au nimtoe mama mkwe mkuu? Hapana, kafara inahitaji umtoe mtu ambaye unampenda, na sio kila mtu tu unamtoa. Toa mama, ukona neneka, kuna nyama za wengine. Sasa ni zamu yako, toa. Nimekubali, tamtoa mume wangu. Safi. Mkuu, bora alivyomtoa mume wake. Kitoto kichanga kina shombo. Mkuu, alichofanya Jennifer ni kitu kizuri sana, na ninavyomjua yule bwana atakuwa amenona na atakuwa na mafuta mengi. Hapa sasa inatakiwa niue ndege wawili kwa jiwe moja, kwa sababu mkuu ameniambia nipewe kafara. Afu nikija kuangalia kweli ni zamu yangu. Hapa natakiwa nitoe kafara kwa mkuu, natakiwa nipate faida. Afu kwa Mayongo niendee pesa. Hapa nitakuwa nimefaulu.
Yaani ukisikia Jenifer umefaulu mtihani, nitakuwa nimefaulu. Shemeji. Naam. Mimi nilikuwa nimekuja kuhusiana na lile swali tuliongea siku ile la kumuua mume wangu. Hivi ulikuwa unamaanisha kweli au ulikuwa unanitania? Ndio nilikuwa nakupa mpango vizuri tu, alafu unazingua. Hapana shemeji. Sema mimi nilikuwa naogopa kwamba nikimuua mume wangu, huyu mtoto aliyoko tumboni nikija kujifungua, nitaishije mimi na huyu mtoto? Nisikize vizuri. Sawa mama? Yaani katika hilo usiwaze kabisa. Mimi nipo na nitasimama, hata ikiwezekana nitasimama kama baba. Ndakuchukua utaishi na mimi. Sawa? Ili mradi tu usiteseke. Na nina mashamba kule. Nitauza yote kwa ajili yako. Ili mradi hata mtoto aishi katika mazingira mazuri na salama. Kweli? Kabisa, ninakwambia. Sasa shemeji, unaniahidi nini? Ili niweze kweli kuamini kwamba kweli uko serious. Ili niweze kwenda kumuua. Mimi niko serious kweli. Kabisa. Ndio maana nimekwambia sasa kwamba yale mashamba nayauza mama kwa ajili yako. Ili mradi tu hata usije ukateseka baadaye. Sio, unaelewa? Lazima uishi kwenye maisha mazuri. Utanipa shilingi ngapi? Yaani hata kama ni 200,000, 300,000, 500,000, ile utapata. Si mashamba yapo. Nina hazina ya kutosha. Sawa mama? Lazima utafurahia katika hili. Na mtoto pia atakuwa katika mazingira safi na salama. Basi sawa shemeji. Mimi ngoja nikatekeleze ulichoniambia. Safi sana. Mimi kwa hilo sina shaka. Katika hilo sina shaka na nitasimama na yeye daima. Basi poa, bye. Haya. Nani? Uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari ya uzima wako? Sawa. Hapo vizuri kabisa. Tuko vizuri, habari za nyumbani? Kwa kweli Mungu mwema. Karibu. Asante. Ndio. Madam nimekuona hapa. Tukaongelea hapa mchungaji. Uwezo bwana, ndio Kama unakumbuka awali tulipokutana, nilikwambia kwamba nikimaliza mambo yangu nitakuja kanisani. Oh, thank you Jesus. Ndio Sasa. Naona huu ndio muda mwafaka wa mimi kuja kanisani. Kwa hiyo nilikuja kukuambia kesho naanza ibada. Amen. Umechagua fungu lililo jema. Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwa hiki ambacho umekiamua. Lakini kwa nini isiwe leo na iwe ni kesho? Ni kweli mchungaji. Ndio. Lakini kwa siku ya leo kama siku ya kufanya maandalizi ili kesho iwe siku njema ya kuja kwenye ibada. Basi Bwana akutie nguvu. Amina. Kwa hiki ulichokiamua. Ndio. Basi na iwe hivyo ulivyoamua. Amina. Amen. Sawa? Mimi bwana. Narudi, maana safari yangu ilikuwa nakuja kwako. Nadhani unaelekea hivi. Mimi naelekea kanisani. Unaelekea kanisani. Basi uwe na amani. Ubarikiwe sana. Amina. Amen. Amen. Uwezo mwanangu.
Kuna nini? Nimepita pale kwa mwanao Uwezo. Jenifer analia na watu wengi wamejaa. Wanasema Uwezo amefariki. Nini? Unaniambia nini? Mungu. Sasa nisaidie mume wangu. Uwezo maskini. Mungu jamani, Wadogo. Nyama. Mimi mwenyewe roho inaniuma. Alikuwa anataka kuniunga na adhabu. Sasa ameenda bila kuku. Wanauma. Jamani, tusikilizane. Tusikilizane ndugu zanguni. Hapa limekwisha tokea hili. Hakuna jinsi wala hakuna sababu ya kushindwa kulipokea, lakini tutambue kitu kimoja, kifo hakina taarifa katika familia na wala hakina maandalizi. Kwa hiyo mimi hapa na daftari kwa ajili ya lambilambi kwa mwenye nacho, chochote kile ambacho umejaliwa, kwa sababu hakuna maandalizi, basi tuweze kufanikisha kusaidia wenzetu hapa waliokuwa na hili tatizo. Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Awali ya yote niwape pole kwa hiki ambacho kimetutokea sisi sote, maana haya yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kumbukeni ya kuwa sote tu wasafiri na tunasafiri katika njia hii moja. Kwa hiyo ninachopenda kuwatia moyo wafiwa, ndugu waombolezaji, hii ni ratiba ya kimbingu. Leo Uwezo ametangulia, lakini kesho mimi nitatangulia, wewe utatangulia. Kwa hiyo lisituumize sana, najua linatia simanzi, lakini kwa kuwa mbingu zilisharuhusu hili, basi tulipokee hivi na tuweze kulivumilia kama jinsi lilivyo. Ukiangalia katika neno la Mungu linaonyesha Adamu alipotenda dhambi ndipo kifo kikaingia. Kwa hiyo kumbe muovu Ibilisi ndiye aliyeruhusu mauti ya tupate sisi. Sasa kwa kuwa uhalisia huu upo, kwa kweli ni habari njema ambayo tunaendelea kupeana sisi tuliobaki. Ikiwa Uwezo amelala, yeye amelala katika tumaini. Lakini mimi na wewe tu katika tumaini lipi? Ni maandalizi yangu na yako, ili tuweze kujiweka vizuri katika muktadha wa hii habari, ili siku moja nitakapokuwa nimelala mimi nilale katika tumaini. Haleluya.
lakini pia hata wewe utakapokuwa umelala na ulale katika tumaini. Amen. Kwa hiyo kwa hali kama hii ninaamini Mungu ameruhusu uwezo alale na amelala katika tumaini. Sasa mimi na wewe ni zamu yetu. Hivyo basi, kwa habari kama hii nipende kuwapa utaratibu wa tukio hili la mazishi. Litakuwa kesho kuanzia majira ya saa 10. Kwa hiyo tuwe na subira, tuwe na uvumilivu na tukio litakwenda kwa uzuri kabisa, maana maandalizi yako vizuri na bila shaka wanafamilia wanaweka mambo vizuri. Amen. Kwa hiyo Bwana wabariki na niwatakie kila laheri. Asanteni sana. Shemeji. Baby shemeji. Sasa shemeji, hapa tayari tushamuoa mume wangu. Kwa hiyo kilichobaki ni mimi na wewe tu. Kwa hiyo sasa vipi kuhusu ile pesa laki mbili? Maana si unajua tena na huyu kiumbe nicho nacho tumboni mwangu. Kwa hiyo nataka nikarekebishe. Pesa? Unanidai pesa wewe? Mwanamke una roho mbaya wewe. Sijapata ona. Kama unaweza kumpa sumu mume wako ambaye ndio baba wa hicho kiumbe ulichokibeba tumboni mwako, je, mimi mtu baki? Lakini shemeji, watu leo ndalipa pesa. Samahani nigeuka tena. Naomba nisikize vizuri. Hakuna cha pesa hapa. Alafu sasa na hiyo sijui baby sijui nini. Tusijuane. Tusijuane. Hivi wewe Mayongo, unanichukuliaje mimi? Kumbe unijui kiundani zaidi Hivi unanijua vizuri wewe? Sikujui vizuri kwa undani. Undani gani? Undani upi? Kama ni mwili wako, nishavua nguo zako zote. Hakuna sehemu ya mwili wako nisiyoijua. Undani gani unaozungumzia? Sasa wewe, naona kama unataka kunipanda kichwani. Sasa, kazi yako kuponza wewe. Kamdomo. Sasa ngoja nikuoneshe. Ili hata siku nyingine ujifunze. Sasa ugulia maumivu kama nayopata mimi. Mshenzi wewe. Mungu. Jamani. Angekuwepo shemeji uwezo angenisaidia. Mungu huyu anachukua watu wazuri anacho wabaya. Mayangu. Sasa mimi nitafanyaje? Karibu bwana mchungaji. Ndio. Karibu. Asante. Habari ya uzima? Salama kabisa. Mnaendelea vizuri? Mungu anajalia. Ndio. Karibu sana. Asante. Vipi? Uko peke yako? Familia nyingine bwana? Unamaanisha mke wangu? Wote kwa ujumla. Ninayo habari njema katika familia hii. Ingependeza ukaita familia yote ili tuweze kuzungumza kwa pamoja. Mama Angelina.
Mama Angelina. Abe. Yo mama. Karibu mchungaji. Oh, asante sana. Karibu tupo. Asante. Habari za hapa? Salama mchungaji, zako? Ndio. Tunamshukuru Mungu. Ndio. Karibu mchungaji. Uzima wenu? Tunamshukuru Mungu atujambo. Oh, haleluya. Amina. Ndio. Nina habari njema ambayo inahusu familia hii. Ndiyo mchungaji. Kiujumla nimeona maono, na maono haya yanaonyesha ni jinsi gani ukweli ulivyobainika. Iko hivi, najua na machungu ya kupotelewa na kijana wenu, lakini roho ya kijana wenu imezulumiwa. Mwaweza msinielewe, ninazungumza katika ulimwengu wa roho, na kwa kuwa ninazungumza katika ulimwengu wa roho, tukiomba kwa imani, ili jambo linaweza likatendeka. Nataka niwaambie kitu. Neno la Mungu katika kitabu cha Marko sura ya 5 fungu la 36, kuna habari njema inayomhusu Yairo. Yairo alimwacha binti yake nyumbani akiwa ni mgonjwa sana, na akaenda kwa Yesu ili aweze kupata msaada. Na alipofika kule kamkuta Yesu yuko bize na wagonjwa wengine. Kwa bahati mbaya wakaja watu kumletea Yairo taarifa ya kuwa binti yake amekwisha kulala, yaani amekwisha kufa. Kwa namna moja ama nyingine Yesu akayasikia yale maneno, akamtia Yairo matumaini, akamwambia usiogope. Na neno la Mungu limezungumzia hii habari. Hata sisi leo hatupaswi kuogopa, tunapaswa kuwa na moyo mkuu na imani iliyothabiti, na kwa namna moja ama nyingine tutakwenda kuona mkono wa Bwana katika maeneo haya. Na leo mtauona mkono wa Bwana ikiwa tu mtaamini. Haleluya. Amina mchungaji. Naam. Sasa basi, bila kupoteza wakati, kwa sababu wakati uliokubalika ndiyo sasa, tuite mbingu zifunguke, maana Eliya alijidhihirisha kwa wale manabii wa Mungu Baali, na Bwana akajidhihirisha. Sasa nataka muone mkono wa Bwana. Fumba macho yako sasa. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya familia hii. Wewe Mungu unayejua ukweli, wewe Mungu ambaye unatambua kila kilichofunikwa na kile ambacho kiko wazi. Asante Yesu kwa kuwa umeruhusu niingie katika familia ya mtumishi wako huyu. Unaujua ukweli uliofichika. Ninakusihi kwa namna ya shusha moto na ukavuruge na ukalambe kila kilicho kibaya ambacho mwovu ibilisi amekileta kwa ajili ya kuleta simanzi katika familia hii, kwa ajili ya kuleta shida katika familia hii. Unatambua kijana huyu ndiye aliyekuwa mkombozi na mwokozi katika familia hii. Ninakusihi kwa namna pekee, o Yesu, o Bwana, ninaamini ya kuwa wewe ni mwema, ninaamini ya kuwa unakwenda kutenda sasa. Jidhihirishe kwa namna pekee. Uwezo, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Pole sana kwa yote yaliyotokea. Mungu ameamua kupa nafasi nyingine tena ya kuishi, na hii ni sababu ya maombi ya wazazi wako na imani yao kwake. Uwezo, nenda sasa kaishi kwa amani. Hii ni nafasi nyingine tena Mungu amekupa. Mimi ni malaika, nimetumwa na Mungu nije kukutoa kwenye shida hii, ila tu ninachokusihi, mrudie Mungu, mkumbuke Mungu. Kumbuka kufanya maombi kila muda, kwa kila saa, usiku, mchana,
usiku fanye maombi.